Waislamu, chukue fursa hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu, tumche Allah na tufuate mwendo na tutekeleze sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume, rehma na amani juu yake, mwezi wa Rajab alipelekwa safari ya Isra wal Mi'raj. Katika mambo aliyoyaona ndani ni mambo ya kusoma. Alimuona mtu, faqad raa rajulan faqad jamaa hizmata hafar. Alimuona mtu amefungasha tita la kuni kubwa, la yastati hamlaha wa yazid alaiha, na kila akijaribu kulibeba anashindwa, alafu anaongeza ukuni mwingine. Kwa kweli ni kioja, ni kituko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, man hadha ya Jibril? Sasa huyu ni nani huyu? Na akili zake ziko sawa kweli? Beba kuni nyingi hawezi, mzigo mkubwa, na anaongezea juu yake. Akaambiwa huyu ni mtu anapatikana Masjidi Songea leo, anapatikana Tanzania leo. Mtu huyu ni mtu ambaye indahu amanati nas, ana pesa za watu, ana madeni, anadaiwa na kijiji, ana watu 200 ni kidogo anadai, hawezi kulipa na anazidi kukopa. Kwa kweli mtu huyu Mtume alituletea angalau leo katika Ijumaa tumshauri. Kukopa ni sunna, hatukukatazi usikope, tunachokukataza kuwa mtumwa wa madeni. Kuna vitu vinasababisha mpaka ukawa mtumwa wa madeni. Kitu cha kwanza, hujakubali hali yako uliokuwa nayo. Unapenda kuishi maisha ya tamaa na kuiga. Kwa mwezi kipato chako unapata 100,000, lakini matumizi yako 500,000. Hizi 400,000 zinakujaje? Lazima uingie dukani kwa mgosi ukakope, lazima uende kwa mangi ukakope, kwa sababu una matumizi makubwa mbali ya kipato chako. Kila siku unamtuma mtoto mtaani kote, unadaiwa. Mpaka sasa mwenye duka anasema mwambie aje mwenyewe, na uendi tena kwa sababu madeni yamekuwa mengi sana. Hili la kwanza linasababisha wewe kuwa na madeni. Lakini la pili, kuna matakwa na mahitaji. Umekuwa mtu wa matakwa mengi kuliko mahitaji. Kuna matakwa na kuna mahitaji. Nikikupa mfano, una mtoto wako ndani ya gari au watoto, unaendesha gari, njiani wauza vitu mkononi ni wengi. Mara kaona mtu anauza mpira, baba, mpira ule ninunulie. Unamdanganya kidogo, nitakununulia siku nyingine. Haya ni matakwa. Kaona mwingine anauza mdoli, na ule naomba. Wewe mdoli wa kazi gani? Ni matakwa. Lakini ukafikia stage wakamuona muuza maji, akakwambia baba, nahitaji maji. Lazima usimamishe gari, umbe bwana, mpatie mtoto maji, tena mpe ya moto, usimpe ya baridi kwa sababu mtoto. Haya ndio mahitaji, lakini yale ya kwanza yalikuwa matakwa. Brother, wewe umekuwa na matakwa mengi, na ukiwa mtu wa matakwa utataka kila kitu. Uwezo wako ilikuwa ni simu kiswaswadu cha 20,000 tu, lakini una simu ya 1,000,000, kioo chenyewe 700,000. Hujafikia uwezo huo, unakopa mpaka umekuwa mtumwa wa madeni. Sasa nikwambieni uhakika, binadamu ana mitihani mingi. Tunana mitihani, na sehemu ya dunia ni sehemu ya kutahiniwa. Kuna mitihani ya kuumwa, kuna mitihani ya ufukara, kuna mitihani ya umaskini, kuna mitihani ya aibu,
lakini mtihani mkubwa wa mwanadamu ni madeni. Mtihani mkubwa madeni. Msikope, madeni yanalaza macho. Na nikwambie, mada hii ni mwafaka sana. Sisemi kwamba msikiti huu mna madeni, lakini sehemu ya Shauri Moyo ni sehemu ya wafanyabiashara, na sehemu za biashara madeni yapo. Madeni yapo. Nataka nikuoneshe hasara 10 ambazo utazipata katika maisha, shida 10 ambazo utazipata katika maisha yako ukiwa mtumwa wa madeni. Narudia tena kama mwanzo, hatukatazi kukopa. Tunachokataza sisi ni mtu kuwa mtumwa wa madeni. Maana umekopa sana, mtu anakopa huku, akidaiwa huku anaenda anakopa huku, mpaka siku anakufa maiti inadaiwa. Mara nyingine mpaka ile sanda inadaiwa. Madeni kupitiliza. Sasa kuna mambo 10, na huu ni ushauri mzuri, ni mawaidha mazuri. Pengine leo ukafunguka kichwa. Wiki iliyopita tulisema tumepata mwaka mpya wa Kiislamu 1448. Tukasema mwaka mpya na mambo mapya. Basi mwaka mpya huu pia tuutumie kufungua ukurasa wa kulipa amana za watu. Kwa sababu ukiwa mtumwa wa madeni kuna mambo yatakupata na ni mabaya sana. Jambo la kwanza, ukiwa mtumwa wa madeni, heshima yako itashuka. Nchi zinazodaiwa haziheshimiwi. Mataifa yenye madeni makubwa yanasemewa chochote mataifa makubwa yanachokitaka, kwa sababu mataifa yanadaiwa, heshima inashuka. Lakini pia baba anayedaiwa haheshimiwi, na heshima ni kitu cha bure. Usiruhusu heshima yako ikashuka. Unajua heshima zetu zipo juu kuliko hisia zetu. Bora ustahimilie deni kuliko ukapata muhadhara, ukapata fedheha. Anaweza akaja mtoto mdogo kana kwamba una uwezo wa kumzaa, akakukwida shingo tena mbele ya watu. Maana anayedai huwa hadai taratibu. Akija kama hapa utakamkae pembeni, lakini akamwambia hapa Sheikh ombe tusogee. Hapa nipe pesa zangu. Na wewe ukamwambia mwanangu, mimi nakuzaa wewe, ndio, lakini nipe pesa zangu. Kwa hiyo jambo la kwanza, heshima itashuka, heshima yako. Na hakuna kitu cha kupigania kama heshima yako. Unajua mtihani wa kushushwa na heshima ni mtihani mbaya, mpaka umesimuliwa ndani ya Qur'an. Walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu kiradatan khasi'in waja'alnaha nakala lima bayna yadayha wama khalfaha wa maw'idatan lilmuttaqin. Walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti, simnajua wale ambao walifanya uadui siku ya Jumamosi katika watu wa Bani Israeli. Waliambiwa siku ya Jumamosi mwachieni Allah, msivue, msifanye chochote. Wao wakavua. Mwenyezi Mungu alikasirika, faqulna lahu, tukawaambia kunu kiradatan khasiin, kuweni manyani wadhalilifu. Baadhi wanasema walifanywa manyani kweli, lakini baadhi wanasema hawakufanywa manyani, ila kusauni watu kamili walishushiwa heshima zao kwa kupewa sifa za kinyani. Maana nyani waweza ukapita ndo anatoa dhakari yake anajishikashika. Nyani anaweza akabakana mbele ya mwenzie. Sasa mtu ana akili zake timamu anakuwa na zile tabia za kinyani mbele za watu. Alafu watu wakimpita zinakuja akili za kibinadamu. Anasikia haya, mimi kweli ndio nimefanya hivi. Kushuka heshima ni mtihani mkubwa sana. Na wewe kwa sababu ya madeni, jambo la kwanza umeshushiwa heshima, ndugu yangu Muislamu. Ndio maana mtu hawezi kupigana. Ukitaka mtu apigane, hebu mdharau mbele ya mke wake.
Ukimtukana mtu mbele ya mkewe, hata kama hawezi kupigana atajitutumua, anaogopa kushushiwa heshima. Heshima ni kitu cha bure, utake usitake. Wallahi deni linashusha heshima, na hapa Shauri Moyo umeshashushiwa heshima kwa sababu unadaiwa. Hilo la kwanza. La pili, ukiwa mtumwa wa madeni utaongeza idadi ya maadui. Wakati mwenye fedha anaongeza idadi ya marafiki, wewe unaongeza idadi ya maadui. Kwa sababu hata wale marafiki zako wanaokupenda utawakopa, alafu utawapa ahadi za uongo, mwisho kabisa watakuchukua, watakutia ndani, mwisho kabisa watakuja kukutukana mbele za watu, mwisho kabisa atakuja kukunyang'anya gari yako, atakunyang'anya simu yako, atakuja duka lako la spare, atachukua otoneta kwa nguvu, alafu una cha kufanya. Ukitaka spare zako, njoo nipe pesa zangu. Sasa wewe ukikaa ukitafakari, kweli huyu ni rafiki yangu ndo anifanyie hivi, automatically ataanza kuwa ni adui yako. Rafiki yangu ndo anipeleke roka, ndo anipeleke ndani kweli. Tena saa nyingine unamkeo anakuambia usiwe na marafiki wa ajabu. Unaona alivyokutia aibu leo. Leo ilikuwa ukaswali Ijumaa akakuchukua akakupeleka ndani. Kwa hiyo pia ukiwa mtumwa wa madeni utaongeza idadi ya maadui. Lakini pia jambo la tatu, ukiwa mtumwa wa madeni, jambo la tatu, ukiwa mtumwa wa madeni, ule uhuru wako utapungua, ile freedom yako itapungua. Kuna maeneo utakuwa uwezi kukanyaga, utakuwa Shauri Moyo uwezi kuja tena, na ndio sehemu za kazi zako. Kwa nini? Kwa sababu Shauri Moyo maduka yote unadaiwa, kwa hiyo itakuwa ni ngumu wewe kuja hapa. Ukitaka kutumiwa pesa kwenye Tigo Pesa unakataza watu, usitume hapo, ukituma itakatwa, na inakatwa kweli. Uhuru wako utapungua. Yaani kuna baadhi ya maduka nyewe wenyewe mnajua, hapa bana inatakiwa katauti, nafikiri duka fulani ikienda watanikamata. Yaani Shauri Moyo kwako pamekuwa pafinyu kwa sababu ya shauri ya madeni. Kwa hiyo freedom yako, uhuru wako utapungua kwa sababu unadaiwa madeni. Lakini jambo la nne, ukiwa mtumwa wa madeni utakuwa unapata aibu, unaishi maisha ya aibu. Utakuwa unamwaibisha mke wako ukija kudaiwa, unaaibisha watoto wako, unajiaibisha mwenyewe. Inawezekana una kanzu na kilemba Ijumaa ya leo, lakini mama ntilie tu anakudai bwabwa wake wa 200, akakutolea maneno machafu mbele za watu na akakukunja, nipe pesa yangu, ukiondoka uonekane. Kwa hiyo pia madeni ubaya wake, ukiwa nayo utaishi maisha ya aibu. Lakini jambo la tano, wallahi ukiwa na mzigo wa madeni utaongeza idadi ya maradhi mwilini. Sukari itaongezeka, vidonda vya tumbo, pressure, kwa sababu utasukumiwa message moja itakurusha usingizi. Mtu atakwambia, Sheikh, nimekuona utaki kunipa pesa yangu, huu mwezi wangapi? Nitakachokufanyia uwezi amini, asubuhi na mapema mimi niko hapo nyumbani kwako na watoto wako, utaona mimi siachiagi Mungu. Ufikiri utalala? Deni lenyewe milioni 100 unazipata wapi usiku huu? Kila unayempigia analia hali, unakuta huna amani. Yaani madeni nikisema, mnanielewa kweli kweli? Mnanielewa? Sababu ndio maisha ya watu. Na mimi nitakupeni njia ili tusiwe na madeni, na inawezekana kuishi bila ya madeni. Liwazwe kijinga shekhe kwamba madeni serikali yenyewe inadaiwa. We serikali, na kilichokuponza marafiki na formula mbovu ya maisha na ukosefu pia wa imani. Maana kuna marafiki kama 20 uruhusiwi kuwa nao marafiki. Kuna rafiki ambaye ukiwa naye hata uonekane una akili timamu mbele za watu utaonekana huna akili kwa kuwa na mtu fulani tu. Lakini kuna rafiki ukiwa naye atakutoa nyumbani kwenu, utaenda jela. Kuna rafiki ukiwa naye utakuwa omba tu. Kuna rafiki ukiwa naye elimu kwako itakuwa kituo cha polisi. Kuna rafiki ukiwa naye utajuta mpaka unakufa. Katika marafiki hao wote 9, kuna rafiki ukiwa naye utakuwa mtumwa wa madeni.
Yaani yeye kila ukikaa naye anakuonesha mabenki ya kukopa. Kila ukikaa naye anakwambia sehemu fulani, songea pale, kuna fomu za mikopo. Usiogope, uoga wako ndio maskini wako, ndio maana umekopa shekhi. Umekopa. Wanawake zamani walikosa hisia ya tendo la ndoa kwa stresi za wanaume. Hivi sasa wanakosa hisia za tendo la ndoa kwa stresi ya vikoba vinawatesa. Kausha damu, SACCOS, Pride, wanadaiwa hatari. Wanadaiwa kweli kweli, madeni ya hali ya juu. Na wewe umetiwa janga, umeenda umekopa, na mimi niende Dubai nikachukue spare, watoto wadogo wanakwenda, umeenda kukopa milioni 30, hujai kushika hata milioni 1. Biashara imefeli, umerisk. Hivi sasa umekuwa mtumwa wa madeni. Usikope Muislamu, hebu kuwa na subira. Mwenyezi Mungu nitakupa siri ya pesa zilivyo. Hizi pesa hizi zina ignition yake, switch. Zina urashat switch, zina funguo zake. Mwenyezi Mungu akifungua tu ule mlango wa pesa, kwanza usiogope kujitolea, zinakuja zenyewe. Unaweza ukashika vumbi tu ukapata pesa. Lakini Mwenyezi Mungu akizifunga, shekhe, hata ufanye nini haziji mpaka wakati wake. Ndio maana sio kwamba msikiti mzima wote wana pesa. Kuna mwingine humu shilingi 100 hana wiki nzima, na mwingine hajui hata anapata pesa vipi. Sasa nikuulize wewe, mpaka unakopa milioni 10, ulishazungumza na Allah kwamba inshallah nishakufungulia, au unatafuta matatizo? Subira ni kitu kimoja muhimu sana. Angalia hivi sasa umekuwa mtumwa wa madeni, huna amani, huna raha. Kwa hiyo ukiwa una madeni, idadi ya maradhi ni hakika mwilini. Ukiwa na madeni, jambo la 5, utaongeza idadi ya maradhi. Jambo la 6, ukiwa mtumwa wa madeni, na hili ni baya, watu wanatembea kwenda mbele, lakini mtumwa wa madeni kila kukicha anatembea kurudi nyuma. Ina maana mwenye madeni hata siku moja hatoboi, hawezi kufanikiwa katika maisha. Kwa sababu hata ukiwa na maendeleo yako madogo, utaisambaratisha shauri ya kudaiwa. Utaanza kuuza redio, utaanza kuuza TV, utauza gari, utauza nyumba. Hizo za nyumba ndio usiseme. Juzi tulikuwa tunakuona mambo super. Ukitembelea gari yako nzuri, iko wapi gari ile? Shekhe, umeiuza. Redio umenunua 200,000, ufikiri unaiuza vile vile? Unauza 50,000, shauri ya kudaiwa. Nyumba yako inakuja kutaifishwa hivi hivi, nyumba ya bilioni unauza milioni. Juzi kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, shekhe, una pesa? Ngambia, unasemaje? Anambia kuna mabasi mawili yanataka milioni 140, Marco Polo. Ina maana kila moja milioni 70. Yale mabasi bei yake moja milioni 400. Eti bosi anadaiwa, nyumba yake ishauzwa, ili asiende ndani, kimfaacho mtu chake bado milioni 140 anaomba. Hebu angalia hasara kubwa ya namna kama hii. Unajiliwaza tu, kimfaacho mtu chake ndo unapoteza. Umeshika simu yako ya milioni 1, anakuja mtu anakunyang'anya, anakudai 30 tu. Ukitaka simu yako niletee pesa yangu, ndo huna hiyo pesa, unapoteza hivi hivi. Na watu wengi kwa sababu ya madeni wamekopa sana mabenki, majumba yanaondoka, unasumbua familia, utakufa bure. Ulikuwa una haraka gani? Kwa nini usikubali maisha ambayo Allah amekupa? Umeona unavyozidi kuwa na stress nyingi, madeni ya hali ya juu kweli. Kwa hiyo pia jambo la 6, ukiwa mtumwa wa madeni, utoendelea mbele. Ukimwona mtu kafungua kiduka kaendelea, hana madeni. Lakini kama umefungua duka kwa kukopa, huo ni mtihani wa hali ya juu sana. Lazima tuyahofie madeni. Jambo la 7, ukiwa mtumwa wa madeni, wanasema thinking capacity yako inaondoka. Ile power ya kufikiri, ubongo wako muda wote unawaza madeni na kukosa amani. Kwa hiyo pia ile kumbukumbu yako na kufikiri vitu vya maana inakufa. Hata akili ya kutafuta pesa inapotea. So kila siku kichwa kinakuuma. Ukimsikia mtu, shekhe, nahitaji dua na madeni, hilo ndio la kwanza.
Na kama ni mwanafunzi sasa, ndo utafeli masomo mpaka ufikiri nao unaharibika shauri ya madeni. Jambo la 8, ukiwa mtumwa wa madeni. Jambo la 8, ukiwa mtumwa na madeni, wanasema hautoaminiwa. Uaminifu wako katika society utapungua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-amanatu isa. Sikilizeni vizuri kipengele hichi, maneno simple tu. Uaminiwa na heshima kubwa. Shekhe, ukiona jamii haikuheshimu ushapoteza kitu kikubwa. Mmoja asema thalathatun la taud, vitu vitatu havirudiki. Az-zamanu idha madat, wathiqatu idha dha'at, walkalimatu idha kharajat. Vitu vitatu havirudi. Neno ukilitoa mdomoni alirudi. Waweza ukatoa neno moja ukafungwa, ukatamani nsingesema, ndo ushasema, hamna njia. Kitu cha pili, time ikipita hairudi. Kwa hiyo muda ule ule ndo mlipata pesa, sikujua bwana, ngekuja, ndo muda ushapita. Lakini kitu cha tatu, uaminifu kikutoka haurudi tena. Kwa hiyo mtu wa madeni haaminiwi. Unajua kwa nini huaminiwi? Kwa sababu unaenda kukopa kwa ile viki, kwa lugha nzuri. Shekhe, hii biashara inatoka, mimi mpaka mchana nishaleta hizi pesa, naomba mnipe. Watu wanakuona kwa kanzu yako, tena unasisitiza, nishawahi kuja kukopa hapa, si ndio mara ya kwanza, nipeni. Unahesabiwa 1 2, ustadi usituangushe bwana, tumekupa kwa sababu ya heshima ya Sheikh Malenga. Ingekuwa si Sheikh Malenga usiwe na wasiwasi, Sheikh nitaleta. Wanakupatia. Ukishapatiwa kile kiasi, ule muda ulioahidiwa huji, unaanza kupigiwa simu ushiki. Pigiwa simu. Si kwamba utaki kushika simu, lakini ile simu ikipigwa tu kwanza inakupa pressure. Nani huyu? Huyu sijui nitamwambia na andai shekhe. Utaki hata kuisikia ikilia, una mute. Unawaza. Ukikaa kidogo kapiga. Anadai kama roho vile. Mwisho kabisa yule anakubadilishia namba ya simu. Akishakubadilishia simu, inaingia simu mpya. Huyu nani huyu tena? Unapokea huku unasita. Kwanza unaiweka loudspeaker, inaanza halo, unaitikia halo, nani? Ukisikia tu sauti ni yake, halo, na wewe unabadilika pale, halo, sikusikii, hebu sema halo. Sijui mic mbovu hii, basi msikii, na unamsikia. Anakuona wewe msumbufu wewe si mwaminifu. Nikwambieni ukweli wa Mungu, hata mimi binafsi nao baadhi ya marafiki zangu, akija kuniazima pesa simpi, kwa sababu si muamini. Ni shekhe kweli, lakini si muamini, simpi, kwa sababu kishampa hairudi. Kwa hiyo akija pale nitamwambia dada, yani sasa hivi shekhe, yani kuna mtu kaja kuniazima pesa kama hiyo. Wasababisha watu wanasema uongo. Na kama utampa, unaekania hii sadaka. Huwezi kunielekeza mtu, yule Sheikh Malenga anaweza akaniazima. Hebu nenda jaribu. Basi ukitoka tu pale unakuta simu inaenda kwa Sheikh Malenga. Je, jiwe hiyo ukimpa rudishi shekhe, usije ukamwadhima pesa, amekuja huko. Uaminiwi. Na hivi sasa tunasikitika sana. Sasa Shafii tunasikitika sana. Zamani za kale watu walikuwa kiaminiwa sababu ya kuswali. Sababu ya sala 5 ilikuwa ukienda pahala unapewa unarudisha. Hivi sasa sala imekuwa sio kipimo. Waislamu tunakuaje? Ili mtu umuamini hivi sasa sio msikitini tena. Kipimo ni kwenye miamala. Sala bado hazitutoshi. Tuna makanzu matapeli, tuna makanzu, tuna madeni, unabadilisha njia, unambadilishia simu, upokee simu ya mtu na una amana ya mtu. Kigezo alikuamini, alikukuta msikitini, umemrusha hivi. Hivi sasa sala tena imekuwa sio kipimo. Tunakuaje sasa namna kama hili? Kwa hiyo jambo la 8, ukiwa mtumwa wa madeni utakuwa huaminiwi, na wewe usikubali kutokuaminiwa.
Nikuulize hivi sasa, haya maduka yote ya Shauri Moyo, wewe fundi, wewe mfanya biashara, wanakuamini au ndio ushawatia ndimu wewe mwenyewe unajua? Mtihani mkubwa. Jambo la 9, ukiwa mtumwa wa madeni, wanasema utakuwa sababu familia yako kukosa furaha, na huu ni mtihani mkubwa. Hawezi wakawa na furaha. Umekaa unasikiza redio, umeshika tama pale nyumbani, mkeo anakuuliza, baba unaumwa? Siumi, niko sawa. Namkuta mama anadaiwa na hivyo vikoba, kashika kichwa, vipi unaumwa? Siumi. Mara muda mchache watu wanakuja kukuharasi nyumbani, mzee tumekuja kuchukua nyumba, unaanza kufikiria kuihamisha familia. Hii tabu gani? Mara unashikwa unapelekwa na mgambo na umepigwa pingu mbele ya watoto, watoto wanalia, wanaambiwa msiwe na wasiwasi, anarudi huyu, msiwe na wasiwasi. Kwa hiyo furaha kuingiza nyumbani ni kitu cha umuhimu kuliko chochote, lakini kwa sababu ya vile unavyodaiwa wanakosa furaha, na automatically tu mke anayekupenda akikujua unadaiwa anaumia. Ndio maana wanaume wengi anaficha madeni kwa mkewe. Mke akijua tu, wewe kumbe unadaiwa namna kama hii, sasa mimi ningefanyaje? Ndio ukope. Madeni si kitu kizuri. Cha mwisho, ukiwa mtumwa wa madeni, imani yako itaathirika. Imani itaathirika. Kwanza utajihalalishia uongo ili umridhishe anayekudai, hilo la kwanza. La pili, inawezekana msikitini kuna mhadhara, unatamani kweli kuja leo Songea, leo Sheikh Malenga ana hutuba na ni mpenzi wako, utaka ukamsikilize, unatamani wewe Sheikh twende basi msikitini. Lakini ukifikiria pale msikitini nadaiwa, huji Sheikh, mimi wacha nitaenda kuswali Morogoro, au utajizushia maradhi, koo langu leo linaniuma sana, natamani kwenda lakini siko sawa. Pia imani yako itaathirika, huwezi kuja msikitini. Nilikuwa na mzee wangu mmoja, nikifunga neno hili la madeni, alikuwa anamdai mtu kodi hapo tu Mbagala, kodi ya nyumba. Kijana anadaiwa kweli kweli. Ukiwa na madeni unaweza ukaishi maisha ya ajabu kweli kweli. Anasema namdai yule kijana, namsubiri nyumbani haji, na kanje pale na mke wangu tunamsubiri. Tukiingia ndani tayari kashaingia ndani, tunamgongea, kijana, mzee tutaongea kesho, sijisikii vizuri. Nasema huyu asubuhi kabla hajatoka tutampata. Tukitoka tukashaondoka. Tukamsubiri siku ya pili, tukakaa mpaka saa 4. Tulipoingia ndani tu huyo kaingia ndani kama mchawi. Huyo asubuhi atoke, asubuhi tunakuja kashaondoka. Wiki nzima anatusumbua. Asema mke wangu kaniambia usipate tabu, tia kufuli. Akabana kufuli pale tabu. Asema twende tukalale wala tusimlile. Asema tulipoenda kulala tukasikia tunakwenda, mzee, bwana mzigo wako huu hapa, njoo unifungulie bwana. Alikuwa anakimbia shida, madeni yalishawahi kumfedheha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, usikope. Sahaba mmoja alikuwa na madeni mengi. Mtume sallallahu alaihi akamfundisha dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika min al-faqr wal kufr wa min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Na wewe omba dua hii, inshallah Mungu atakufutia madeni kwanza. La pili, mwaka huu mpya wa Kiislamu sema hivi, inshallah nitajinyima, nitalala njaa, lakini mwaka huu siweki hata shilingi ndani, ni mwaka wa kulipa madeni. Unaona Mtume alikuwa hamswalii mtu anayedaiwa. Leo mtu akifa hapa tunatangaza nani anamdai, wewe unaona aibu, bora ungesema, kwa sababu deni linadaiwa mpaka mbele ya umauti. Huko kwa Mwenyezi Mungu watu watapata shida sana, shauri ya madeni, na huko unakwenda kulipa thawabu zako. Kwa hiyo usirelax kwamba hawanidai tena, washasahau madeni yao. Hata kama ni shilingi 100, tafuta mtu, lipa madeni yao yote, na usikope ndugu yangu Muislamu. Tunamwomba Allah atupe taufiki tusidaiwe. Tunamwomba Allah atufungulie maisha yetu, tuishi maisha ya usahali. Tulipe mahali tunazodaiwa, tulipe biashara za watu ambazo tumedaiwa. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه، وثنى بملائكته المسبحات وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصيل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياس والحواري الزبير وساد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله عز وجل أكبر. وأقم الصلاة.